Tamatika na mnyama Simba Lunyas nimemshuhudia akiondoka na alama 3 muhimu, lakini pia vile na magoli mawili. Mnasemaje kwa namna ambavyo mmeitazama performance ya mnyama Simba hii leo? Kiukweli mimi binafsi nimeenjoy. Unajua tulichokuwa tunakisubiria kwa muda mrefu hatimaye sasa ndio hiki hapa kinajongea taratibu. Nimeenjoy sana kuiona Simba yangu leo. Nimefurahi kwa sababu hizi ni salamu za walamba ukwaju. Tunawaambia kabisa tunaenda kulamba ukwaju pale. Kwa enjoy leo, lakini pia bado sijaenjoy, kuna asilimia sijazipata kabisa sijazipata. Kwa sababu leo mimi nilikuwa natarajia goli 6 kwenda juu. Na ndo Simba ikiwa iko vizuri ndo goli zake, kwa sababu hii Simba imeshakaa sehemu ambayo tulikuwa tunaitafuta. Sasa tunazikosaje goli 6 kwenda juu? Sio tawi letu. Hamna vita ngumu kama vita ya ndugu. Wewe ukimwona ndugu kuanzia vita wewe piga kweli kweli. Sasa leo nilikuwa natamani kuziona goli nyingi, ila mwalimu kanikwaza. Sana. Leo ilikuwa nafasi ya mwalimu kuondoka na mpira, labda kina Mahema, kina Chama, kila mtu leo alikuwa atakiwa afunge, lakini Libasege hakuwa katika nafasi nzuri. Basi ile mwalimu alikuwa ataka atumie kweli na nafasi. Ndio maana nilikuwa natarajia kuziona goli nyingi sana leo, lakini sijapenda. Yaani Simba atakiwa ajue kwamba sijapenda hizi goli kidogo kabisa. Wakati mshambuliaji akienda kufunga walikuwa wanalalamikia kwamba ilikuwa ni dhambi, ilikuwa ni penalty. No. Kwa mtu yoyote anayejua mpira, anajua kabisa kwamba ile sio foul. Kwa sababu Ismail alimkwepa kabisa na kanyanyua mikono. Lakini yule mchezaji alienda kabisa kwenye miguu ya Ismail na akajikumba mwenyewe mpaka akaenda kumbana na kipa. Kwa refa yoyote ambaye ana akili timamu, hawezi kuweka mkwaju wa penalti. Na ndo alichokifanya refa. Refa mimi nampa asilimia nyingi sana kwa alichokifanya hapo. Lakini kwa watu ambao hawajui mpira na wanatazama macho ya yuyu, watasema ni penalti. Umeona, basi wakisema hivyo sisi tuseme faulu ngapi, offside ngapi? Wamesema ni offside na sio offside. Dhahiri shahiri kabisa. Wanasema mligo mara kazidi, mara vilikwenda vikarudi, hakuna. Lakini sisi tumekaa kimya. Unajua timu kubwa yoyote ikitokea kitu kinachofanania na kosa, wanalifanya kosa. Lakini kitu kisichofanania na kosa pia vile wanageuza likawa kosa, lakini si kosa lilofanyika hapo. Of course kwa tulipotoka tungekuwa na ubora huu, tungekuwa na 100%. Lakini tukizungumza kimpira hatuwezi kuweka 100%, lakini mimi binafsi naiona Simba safari hii ikiondoka na kombe. Nini pengine labda cha kuambia mashabiki kwa kinachofanya lamba Azam Complex kama? Mimi ninachoambia mashabiki wenzangu wa Simba, tusiache kwenda kuisupport timu yetu. Tukate tiketi tuende pale tukalambe ukwaju. Tunakula ice cream zao, tunakula kila kitu afu tunaondoka. Dura raundi ya kwanza haikuwa nyepesi kiasi hicho. Pale kwa hapo walizoadhirisha kweli kwa mabao mawili. Of course ilikuwa kwa sababu timu ilikuwa kuna nafasi ambazo bado hazijakaa sawa, lakini naamini timu imeshatengemaa, wachezaji wameshaelewana na kocha kashajua makosa yake alikuwa ni wapi. Kwa hiyo ndio maana anajua kila mechi ajua mpange nani amwache nani. Kwa hiyo sasa hivi ameshaelewa nini cha kufanya. Azam hawezi kutueleza chochote. Nadhani wewe unanifahamu mimi ni mzungumzo ukweli kabisa. Kwa leo nasema Azam kwa tulipofikia hawezi kutufanya chochote. Labda itokee mpira bahati mbaya kwa sababu mpira ni dakika 90. Lakini sidhani kama bahati mbaya inaweza katokea kwa mtu aliyotuzuru. Lazima tujue alituzuru wapi, tujipange tuweze kufanya kitu bora zaidi. Nashukuru.